Sijana ile moya. Yako story ya Hallelujah. Rame nyo mundo nai di moya moya kai. Togi kamu kutoke lagi ke mau baru mana di jual goros itu. Hallelujah. Asante sana. Katika zile nyimbo zake zote ashawahi kutupresentia kule tulikuwa. Sijawahi kuona hata moja anaangalia juu, lakini sasa hapo na nafasi ya kuangalia juu. Si ndio? Kwa sababu ni kuzuri. Labda wewe uko hapo na hujaona huko. Anaona. Tupige Yesu makofi tena. Usione weka yule atuleta. Usione weka yule atuleta wanyimbo. Pande tusalimiane. Pande tusalimiane. This is very good. Na kuna pande ya daktari pale, tusalimiane. Bwana asifiwe. Tusalimiane. Tusalimiane. This is wonderful. Salimia mwenzako umwambie this is God. Huitie Mungu. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Drangu. Na saidi au nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amekuwa mlinzi tena kibirio katika maisha yangu. Nimemuona akinilinda. Na siku ya leo tuko na furaha. Najua kila mtu ako na furaha siku ya leo. Hebu auliza mwenzako, uko na furaha siku ya leo? Ni mzuri tukikuja katika kanisa mpya ni kutii, kwa sababu yale mambo ya huko tutaiacha wapi? Bwana asifiwe. Kama kulikuwa na shuki pande ile, tuiacha pande gani? Pande ile. Tuenende pamoja. Bwana asifiwe. Because we cannot make it on our own. Kuuliza kama tuko na wageni. If this is your first time to fellowship with us, please stand on your feet so that I may be able to welcome you fully in this new sanctuary. If this is your first time, please stand on your feet. Karibu sana katika kanisa la Wedani. If this is your first time, tusimame. Kama wewe ni mgeni na ungetaka kushiriki pamoja nasi, please unijazie hiyo card, alafu fill all the details, utaziona vile ziko, then wakati wa offerings, put it on the baskets of the visitors, then I will correct it from there so that I may be able to know the details. Na Mungu atawabariki. Ile jambo ingine, niko na barua ya Banse Mwela Gitome.
please kujia barua yako. Kwa hivyo wageni wakae. The other thing, thank you very much kwa sababu ya kila mahali mtu amekaa. Naona kuna watu wame-maintain their position kutoka pale. Thank you very much. Na wengine wamejitafutia. Bwana asifiwe. Kutoka leo mpaka hiyo Sunday ingine, tafadhali jaribu ujue mahali utakuwa ukikaa. The Presbytery said to cover greetings. Whereas the Presbytery of Nairobi North has received intimation from the committee on appointment of a minister that Reverend George Kahuro Gatia, a minister of the gospel, has been posted to PCA Kahawa Sukari Parish in the Presbytery of Nairobi North, and this posting has been accepted by him and the said Presbytery. And whereas the said Presbytery has adjudged the said Reverend George Kahuro Gatia to be qualified for the oversight of this parish, and has resolved to induct him in the church on Sunday 6th day of 2016 March. Unless something occurs which may reasonably impede it, notice is hereby given to all concerned that if any of them have anything to object to the life or doctrines of the said Reverend George Kahuro Gatia, they should convey the objection to the Presbytery, which is to meet at PCA Kahawa Sukari Church on 6th day of March 2016 at 8 a.m. If no relevant objection is made and immediately substituted, the Presbytery will proceed without delay to induct the said Reverend Kahuro into the said parish at 9 a.m. This is by the order of the Nairobi Presbytery. God bless you. God blessing be with you as we pray for this day. This is the third announcement. Now I will sign it. Then I have another one, but this one is licensing of property. Edicts for the licensing of probationer. The Presbytery send you greetings during this Lent season. Whereas the Presbytery of Nairobi North has received an intimation from the committee on the appointment of minister that Miss Janet Bua Mogathanga of the gospel has been posted to Zimmerman Parish, and this posting has been accepted by her and by the said Presbytery of Nairobi North. And whereas the Presbytery of Nairobi North has adjunct the said Mrs. Janet Bua to the qualified for the ministry of the gospel, has resolved to proceed with her licensing into the holy ministry on Sunday, the 13th of March 2016, unless something occurs which may reasonably impede it. Notice is hereby given to all concerned that if any of them have anything to object into the life or doctrine of the said Mrs. Janet, they should convey the objection to the Presbytery, which is to meet at PCA Zimmerman Parish, Zimmerman Church on 13th March 2016 at 8 a.m. If no relevant objection is made and immediately substituted, the Presbytery will proceed without delay to license the said Miss Janet into the holy ministry at 9 a.m. by the order of the Presbytery. God blessing be with you as we pray for this day. Yours, Reverend Jason K. Mwirisha, Presbytery Clerk. This is the second announcement and I will sign it. Bwana asifiwe. Tukiendelea, sitaki kuwaweka sana. Just turn to your bulletins. Go through your bulletins and you'll see what there is for you. Where you are supposed to pray, you pray for it. And where you are supposed to act, you act for it. Then there is one announcement that is not there on our bulletins. That is on Sunday, Christian education will be on duty. So all the Christian members on Sunday, be there because you are the one who will be on duty. Then we have announcement from our member, our previous member, alikuwa wa hapa, who is Mr. Kaboshi, Mr. and Mrs. Kaboshi.
hao ndio walikuwa waanzilishi wa hii kanisa, na wengine nitawaambia ni nani, na ndio tukaweze kufellowship nao. Alipoteza daughter yake anaitwa Mokami. So kama tunamjua, ukiwa unamjua ni mzuri, tutembee huko kwa Mr. and Mrs. Kaboshi. It is always good, na nitakuja hapo kukumbuka jambo moja mtu alitenda. Bwana asifiwe. Manake ukikumbuka jambo moja hutaangalia yale mengine ametenda. Kwa hivyo it is good we all go there, we fellowship with that lady family. Hawako hapa, walienda ng'ambo. Sasa msichana alibaki huku na amepumzishwa na Mungu. Kwa hivyo it is good we fellowship with them, we mourn with them, na ndio hao wakikuja hatuwezi jua kama watarudi hapa tusome pamoja nao. Ni mzuri kutenda wema. It is always good to do good. Bwana asifiwe. Tutakutana huko saa 10. Kwa hivyo after mambo yote si saa 10. Na burial will be on Friday huko Embu. Ile jambo ingine, Shalom, watu wa evangelism wako na announcement. Shalom, kanisa ile tunafungua pande ya Tumaini, watakuwa na door to door on 16th to 19th. Alafu the ceremony will be on 20th. So tuombee hiyo, na watu wa evangelism hiyo wajue hivyo. Then tuko na kufuatia hiyo, tuko na parish prayer still on Tumaini saa 9. Na ni mzuri tuangalie kwa bulletins, iko kwa bulletins zetu. Nikimalizia, kwa sababu namalizia namalizia ya kusema ya kwamba thank you very much kwa sababu ya nyinyi kuitikia kuja kanisa mpya. Mahali nilikuwa nakujia ni kusema ya kwamba siku moja unakumbuka, now this is the second phase. Bwana asifiwe. The first phase kuna wale walianzia, na ningetaka kuwasema na ndio tujue ya kwamba it is always good to recognize somebody. Bwana asifiwe. Ukitenda wema usisahau ulitenda. And let me tell you the reason why we go long ni mahali hatuweki record. Once unaweka record ati kuna mtu alinunua hii dirisha, hata wakati atakukosea utakumbuka kama kanisa, unajua hii dirisha ni Drago alinunua. So huwezi kumtendea vibaya, kwa sababu Biblia inasema tuwatendee mema. Bwana asifiwe. So this is the second phase, na kuna wale wa watu wametufukisha kutoka ile kanisa ya bao mpaka sasa hii kanisa. Wakati wao utafika. Bwana asifiwe. It is always to remember them. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na wale watu tulianza padi ya Tolerance Academy. Wakati walikuwa wananyeshewa na mvua, wakati walikuwa wanakatakata kayaba, na ndio watoto wetu wa Sunday school wapate mahali ya kusomea. Bwana asifiwe. We have our elder Hila Mgatia. He is here. Hila mfanya hivi. Bwana asifiwe. Alikuwa pande ile. Tuko na mwingine anaitwa Mr. Gutheka. Sijui kama Gutheka yuko. Mr. and Mrs. Gutheka ako hapo. Na tuko na Mr. and Mrs. Huro. Watu wengi hawamjui, lakini yeye alikuwa akinyeshewa na mvua. Huro, simama ufanye hivi. It is always good utabora mundu ucio ni tondu ni ambiririe haria. Tuko na mwingine Mr. and Mrs. Kevoi. Sijui kama ako. Mr. Kevoi ako, lakini Mrs. Kevoi nimemuona. Thank you very much. Ni mzuri kuwatabua hawa mama. Tuko na mwingine Mr. and Mrs. Kamau. Asimama ufanye hivi. Haya, Mr. Kamau, na Mr. Kamau ako pande ile. Na tuko na mwingine Mr. and Mrs. Kirosho, alienda pande ya ng'ambo, lakini bibi yake yuko, sijui kama ako. Then we have Mr. and Mrs. Gekunga, our elder. Fanya hivyo elder. God bless you and do you good, kwa sababu yeye kazi mlifanya mzuri. Tuko na Mr. and Mrs. Dirango, who is your registrar today. Thank you very much. That's why I can remember this. Then we have Mr. and Mrs. Jane Donga. Pia hao walikuwa
katika ile kanisa wakianza, ni mzuri kusema asanti kwa wao. Then we have Mr. and Mrs. Getata, hao walienda Amerika na bado tunasema ni asante kwa sababu ya wao. Mr. and Mrs. Kahiga pia alikuwa. Then we have Mr. and Mrs. Elder Geshero, who is our elder. Tutakuwa na kuandika history kwa sababu history ni mzuri. Tusishelewe na kuandika history. Wale walitutoa huko na pia wale wametufukisha katika hii kanisa, a very nice one. Na wale wali contribute, receive my thanksgiving. Na tutakuwa tukikumbukana. Siku moja jaribu jambo moja na ndio tuwe tunakukumbuka. Tunaweza kukumbukana sisi wote. Wazee tumesema walinunua dirisha wakati walikutana. Sasa hatuwezi. Bwana Diamoi, you have to kuwa na record ya wazee. Ndio siku moja unasema nikizeeka utaniambia ninunua dirisha. Tusisahau na wao. Kanati huoi. Because we are all called to work for God. Bwana asifiwe. May God bless you and do you good for listening and also for taking your time. We'll be observing time so that we may be able to work together. May God bless you and do you good. Kuna development chairman and the team, please, this is your time. I'm the team leader. I don't like calling myself the chairman because I'm just the team leader who is leading the team that wants to see the completion of this church. And I would like to invite the team that is supporting me, kina engineer, just come around. All those people wale tumekuwa tukikutana mpaka saa 6 ya usiku, just come. Esther, come out. Dakika moja wajiseme. Praise God. I want just to say one thing to say today. That the success of this church is there is no echo in this church. Is it true? Can you hear an echo? Can you hear the beatings of the drums which are not from the bow type? Hii drama ya bow. Kama ni drama ya mawe. When we were looking for the stone to use for this church, we went for a seminar. Me myself, I went for a seminar. And I was told, tusijengee Mungu na mawe ya dharubu. Praise God. Tusijengee Mungu na mawe ya dharubu. Mawe ya dharubu iko na echo. That's why I told Daktari Njoroge, tulienda mpaka Tangaita, kaenda Kumodhai, kutafuta hii mawe. Unaona hii mawe haikutuleta dawa. Today, I was so worried not to get the neck, but we didn't get the neck. Can you clap the hand? Vile ingine, with one of my friends, who is here in front. I don't want to mention him. He's only because you don't want someone to mention him. Ukaenda tukaitisha hizi chuma. Ukaambia mimi nilikuwa na 150,000. Alafu chuma zikawa kwa pickup. Kuletea receipt ilikuwa 250,000. Aiga oi. Nimakia helia todo letu zake rashi. Mfanye tumani. Mama hivi. Naenda kwa socks. Atoa 100 akanipatia. Akaniambia na usiambie mtu nimeongeza kanisa la ndani. Pigie makofi. Nataka kuambiwa ni nani? Jana huko kulikuwa miti. Hii miti watu wako kubali tutakuwa vile tumekaa. Tukajaribu kufukuza hii chafu, miti kashindwa. Tukafika mahali tukakwama. The same gentleman came to me and told me yesterday, watu wanunulia ranch. Wasiende ranch. Ndio kanisa ikae vile. Mpigie huko.
The last one. Those schools who have done well in KCPA last year, I know everybody knows those schools who perform well, like Umo Boys, you know, there's what they call motivation. You know what motivation is? Motivation, isn't it? Parents pay motivation because they want their children to perform well. Sisi wote tumetoa tithe. Kwani uongo? Sisi wote tumetoa hii pesa kujenga hii kanisa. But there's something I want to tell you, what is called motivation. Umekuta mtu huyu anajenga, jana anajenga, pita hapa tu siku moja. Sema hii mafundi leo nitawanulia chai. That is what called motivation. Ukifanya hiyo kazi nayo utafanikiwa. Asante sana. My name is Kironda. I'm not preaching. Thank you very much. Kupigia makofi. Wale wengine ni kujitaja jina peke yake. Mr. Kironda ameongea baada ya wao. Jina yangu ni Kifuli Ndongo. Mungu awabariki kwa ile support mmepatiana katika ujenzi wa kanisa. Bwana asifiwe. Jina Megma, kanisa ni Bwana. Asante kwa kila mmoja ambaye amejitolea kufanya hii kazi. Praise God. My name is Samuel Musemi. I'm the treasurer. Patrick Washira, current chairman LCC. Kama ushawahi kuleta tu hata kama hii kwa ujenzi wa hili kanisa, kwa niaba ya kanisa tunasema asante. Kama mimi siwezi kaongea dakika moja. Bwana asifiwe. This is a completion of a vision. We are so happy. We are all happy. We are part of the vision. Sikio? Ninataka kumshukuru kwa sababu nafikiria kamati zile zimekuja mingi na imeonekana mlikuwa na upendo. It was a combined vision na ndio tumefika pale tuko na pia tunaendelea. This vision was born in the year 2000. Nimwambie how it came. It was very funny. Somebody died. A neighbor of Baba Mwiruri died. Alikuwa anaitwa Chege. We are working with Chege. He was our financial manager in the company that I was. So when Chege died, it was quite abrupt. Nobody was expecting it. So the mother, to hear the news, she also died. So we had to bury Chege and the mother. That time, we had a very good relationship with the women guild because the church was young. So all the women, the members of the women guild took me to go and now only Chege in Kawasukari. And I think those ladies are here, in Akamogoteka, Mini, Mrs. Kamau, all of you. Yeah, I used to remember in that incident. And what we tell you were surprised because Chege himself was a member of ACK. He was not a member of Presbyterian. So when we are there, somebody called Mwaula came and said, what type of a church are you got here? Initially, I was an elder in Pioneer, but I had not met Chege. So Chege, that time I met him for the first time. And then he told me, that's a wonderful church. I'm a member of ACK, but you don't usually fellowship in other churches. But for you people, you are clearly encouraged us. So Chege was asking now, what can I do? I would like to be a member of that fellowship. So pia Chege, kuna kitu ya kufanyia. Tunasikia umenunua kaplot karibu na kanisa yetu. Hiyo plot tunaitaka. That was in the year 2000. Akasema hakuna shida. If you are ready here, I can sell the plot to you. But the tenants say we are not ready. That time the plot was costing around 200,000. But that was the need. This place. Then we waited for another over 10 years. In 10 years' time, the need now came. And now we started looking for plots. But I remember there's a gentleman called Chege who had already promised that he can give this plot that we are in to the church. So I didn't want to thank the ladies because the gesture, whatever you did, I think the one that stopped them take. By the time you are now buying a plot, after 10 years, I think it was in 2012 or 2011 there. So we went back to Chege. But Chege said, you people, you are very late. I can no longer sell the plot to you. The plots are too expensive. In fact, I have already done foundation. And true to the fact,
our team can confirm there was already a foundation in this place. And then you say, up to my place at Kahastan, find that I have put all the material there. Taken by that nini, one at that ya nini, alikuwa ametoka Kahastan na akaenda estate nyingine. But told me, go to my estate, go to my house, you find that I have all the construction material. So it will take definitely, if you are willing 10 years ago, even now you should also be willing. And then you say, what about the cost? We said you are going to buy the plot. I want to thank everybody, because when the price was mentioned, 7 million, it was a big amount. No, we couldn't even have fathomed paying that money. But because of your resilience, you stood up and said you are going to buy. So me, I really want to encourage you, continue in the same faith. It is not our money that work. It is not our resources. But it's God who works through us if we have got faith. So me, I've seen a lot of faith. I've learned a lot from you people. Eventually, I had to give in the plot. The team came up. I remember we have gone to so many places. Led by the Maracos, went to Art Place, went to went to Safari Park. We even went to Utali. Just trying to bring people together so that we can have money. Now we are happy. We are this plot is still ours. We pay the amount, and we have come up with this construction. So what is the implication? We can do all things through Christ who gives us strength. So in whatever we do, even in our own aspirations, let's put God first. And all things are possible. Asifiwe, tusalimiane. Umuthi ti muthenya wa kwaria mundu o mundu wothe no ndu akihota kuga kanitho githĩ tiguo ona Franklin no ndiramwona, lakini leo ilikuwa siku ya kutoka pande ile. Watu wa Safaricom nasikianga wakisema sasa ni siku ya kufuka. Sasa ni kufuka. Kila mtu anajawabu anaweza kusema kuhusu hii kanisa. Si ndio? Huko ni kuone ndamenye ile ukoroga na nyamu ile koroga arebe. Huko ni ndina maundu maingi muno ingĩhota kuga. Asante. Praise God. Praise God. We are happy. I'm Rebecca Kifuri. We are happy. We can only say that this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Bwana asifiwe. My name is Ajay Kamau. I'm saved. I'm happy to work with this group. Hata kama singefanya mengi sababu naona gender sensitive, lakini mimi nilikuwa tunafurahi even if nitakuwa nikiwapea kikombe ya chai kama hiyo usiku wanakutana mpaka saa 6 na kuwa serving them with tea ndio waendelee kuzungumza vile watajenga kanisa. Praise God. Bwana asifiwe. My name is Patrick Yangwi wa Wajiko. Tuko na my son Charles Jeremy. Tumeamua kumtumikia Mungu pamoja na familia yetu. Thank you for your support. Tufanye kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wangu ni furaha kuona pale tumefika. Hii safari ilikuwa ndefu sana. Ndefu sana. Na ilizaliwa na kanisa dogo sana, ilikuwa ya hema ya roli huko Sukari. Na tulianza huku ndio tukahama pande hii. Kwa hivyo vile tumefika sasa ni furaha kubwa sana kwetu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Wanawendani, asanteni sana mahali tumefika. Lakini hata kama pia mnajenga kanisa, mkumbuke pia kujenga wendani. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Mwaki Masharia. Niko na furaha kusomea kanisa mpya. Asanteni nyote. Bwana asifiwe. God is good. Mbarikiwe. Ni asante kwa ile kazi imefanywa na hii team na wengine wako huko hawakuweza kukuja hapa, lakini thank you very much kwa sababu isipokuwa ni sisi na nyinyi hatungeweza. Mungu awabariki. Thank you so much. May the team sit down. My name is Paul Kamande, and I'm the secretary of the development committee. We started by purchasing the plot, and it was you members who gave us a lot of support, and we are saying that the fund that we have come, it has been the Lord. When we bought the plot,
You remember we started with the substructure, which is the foundation. Then, after we did the substructure, Elder Daddy has mentioned the work they did when they used to do the concreting. The work that, as you can see on the floor, we have the terraces. I remember Elder Daddy almost spent the night here with the team that was doing the concrete work. And when it came to the balcony, because the work was also very tedious, also Elder Daddy was very much involved, and we thank you because it was due to the support of the leadership of the church that we have been able to go this far. Mr. Kironda has mentioned about the stones. When we started, we realized we do not want to do an ordinary church. We don't want to deal with ordinary stones from Darugo. And as you can see those stones, they are dressed on both sides. And it required a lot of skills. And I remember that time, we had to hire a clerk of work who was called John Kamisha. And he worked with the team, and the team gave him a lot of support. And I think it did not disappoint. So as we look forward, we thank God because that the far that we have gone, it has taken his heart, it has taken his blessings, and it is not by might, nor by power, but it is through faith that we have been able to say that this far the Lord has brought us. Now, I don't know whether you know the architecture of this building. This building, it consists of two wings. One is the main sanctuary, and this is where we are seated. We have the ground floor, and then we have the balcony. The capacity of this sanctuary is approximately 700 persons, and we are hoping that in case we surpass that number as we continue to grow, because that is the faith that we have, that God is going to continue to expand us, that we are going to have even more services so that we can be able to be accommodated per each service. If the capacity is 700, then if we reach 1500 or 14, then we shall have 2 services full. If God gives us the grace and we grow, we can even have 3 and 4. And by faith, we know that that is going to happen. We have the office wing. The office floor consists of 3 floors, and this consists of offices for various church groups. And I think this discussion will continue, whereby each group will go and identify the office that they want to occupy. Because I think now we have reached a point where we are at the defining moment. After this substructure, you can see we have done the superstructure. Kutoka chini tukaanza kujenga huku juu. And we are done with superstructure. What is remaining now is what is called the finishing. The finishing, we are hoping that God willing and with God's help, we are going to be done before the close of this year. And as you can see around, we have door frames and the doors to fix. We also have window panes, which we have to fix. We have the grills along the stairs and at the balcony there, which we have to fix. We have to do the plastering on these beams and the floor and even the flooring, all that. We have a lot of masonry works. We also have to do sanitary facilities, whereby we don't have to go back very far if we want to answer the call of nature. We also have to do the entrance there. If you get out, that area must be properly worked so that
give the church a good and a beautiful front. And of course, we intended to shift the gate to that end and do cabro at the front. We have done the estimate. Okay, I am also supposed to include that we are supposed to do the tiles. We also have as a balance that we owe to the contractor. That balance, we can break it into three. 570,000 is the 20% of the outstanding balance. The other 190,000, it was due to some extra works that we instructed the contractor to do. And we also have this insulation. As you look, if you look on top there, up there, we have the insulation that was meant to insulate us from excess heat. Therefore, we have come with a budget of 4.5 million, which will enable us to complete the church and have it dedicated. And we are hoping and praying that by God's grace, we will be able to raise this money within the shortest time possible, so that we can now come and have our church dedicated, so that from there on, we shall be worshiping here day in, day out. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I think you members, you are aware that you have been giving your money, you have been giving your resources, and God has been giving you the strength and even the ability to undertake that noble work. The same God that has been taking us all through, we are hoping that He is going to continue to give you the heart of generosity, to give you the heart of togetherness, so that you may continue to give cheerfully and willingly. But it is the God that you serve who is going to maintain the record and bless you at the appropriate time. May God bless you as you plan to pray and to give. Thanks so much. Odolio kudanagia tumae, ona Kenya gakudio tumae. Tupigie Yesu makofi. Makofi mazuri. Kule kusikiliza hizo nyimbo zinapelekana pia na mambo ile iko kwa Biblia. Praise the Lord. Thank you very much for the development team. The only thing I would like to say is that come April 17th, ndio tutakuwa na harambee hapa ya raise the 4.4 million. Now, maybe after, not maybe, after the service, there are some bread forms that we are going to give after the minister has prayed for them. You are paper number 52, the first stanza and the chorus. Then I'll tell you what to do. Now don't go. You are not going. Ukiweka usimame tu mahali huko. Unaweza push kwa neno kidogo ili ya space. Kama unajua ni Baraka, Jerusalem na Judea. Na kujaribu kuharakisha. Na tuwea wao kwa producer. Kwa fursa hii ya kipekee ambayo umepatia watumishi wako ili leo waweze kuleta matoleo yao, vipawa ambavyo umewabariki nazo, ili Bwana kuendelesha kazi ya nyumba yako. Najua ya kwamba ni upendo umeweka ndani ya mioyo yao, kwa sababu Bwana wameamua kukosa kukunyima vitu vyote ambavyo wewe umewapatia,
Kusema ni asante maana umewapatia moyo mkunjufu wa kujitoa wenyewe na pia kutoa mali yao. Wakati huu Bwana twapokea vipawa hivi kwa shukrani mioyoni mwetu, kusema ya kwamba wewe wastahili sifa na utukufu. Wakati huu Bwana maana wameleta kwa moyo mkunjufu, tunataka kuwakabidhi mikononi mwako. Kiomba Bwana ukumbuke kila familia ambayo imewakilishwa mahali hapa. Tunataka kuomba baraka za kipekee katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka mioyo yao Bwana, kumbuka mili yao Mfalme mwema, kumbuka biashara zao, kumbuka kazi zao za kuajiriwa. Tunajua ya kwamba wewe ukiingilia kati, mambo yote ya maisha yao Bwana itakuwa sawa. Tunaomba Bwana kinyume na mambo yote ambayo yanaweza kupangwa na mwovu shetani katika maisha ya watumishi wako. Tunataka kuyainukia katika jina la Yesu Kristo na kusambaratisha kazi zote za mwovu shetani katika maisha ya wapenzi hawa katika jina la Yesu Kristo. Wanapoondoka Bwana na wanaporudi makwao, watabiri baraka zako ziwe juu yao, ziwe juu ya watoto wao, ziwe juu ya wazazi wao katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana wasipungukiwe, lakini Bwana wakiangazia mambo macho yao juu mbinguni, tunajua ya kwamba watapata msaada wao. Hili ni ombi letu la imani, tukijua ya kwamba hata yale ambayo tumekuomba na zile vitu ambavyo tumekuomba Bwana kwa imani, tunajua ya kwamba utatuzidishia, utawazidishia kwa neema yako, na ili wakazidi kutenda kazi yako na pia kutenda kazi zao. Sikia maombi yetu na shukrani zetu katika jina la Mungu Baba, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana abariki, azidi kuwatenda mema. Amen. Usiende. Usimame hapo hapo, lakini tutoke pande hii mpaka kule. Tunajua tuko wengi, tujaribu kuenda kando na kando ndio tutoshee. Na usiketi chini ndio upate baraka kutoka kwa mchungaji, ndio kutoka hapa tuwe tumebarikiwa na tuendelee kubarikiwa na Mungu atakuwa nasi. Again with thanksgiving in our hearts for the great things you have done for us, for what you have done to these dear servants. Heavenly Father, for the heart to give. Father, we thank you for all that they have given this morning, for the completion of your house, Almighty God. We thank you, Heavenly Father, for your word tells us that all the animals in the forest and 1,000 cattle on the hills belongs to you. Therefore, God, we thank you because you have been faithful in giving to them. And Heavenly Father, they have been faithful in giving to you. Know that, Heavenly Father, you are not unjust. God, you will forget their labor in you. Heavenly Father, all that they have been doing in your house, everlasting God. And therefore, this morning, dear Father, as we present these offerings, as we present these gifts to you, I also present these members, these servants into your hands, everlasting God, and speak your blessings upon them, speak your blessings upon their families, speak your blessings upon your children, speak your blessings upon their businesses, upon their work that they do every day, everlasting God. Father, thank you for their parents. We thank you for their children. We thank you for all those that they love, everlasting God. But as you bless these ones that are standing here before you and before us, I know that you also extend your blessings upon them. Heavenly Father, I thank you for their needs. As we continue to request from you, dear Father, we know that your ears are not deaf, that you cannot hear.
and your hand is not short and you cannot reach them. Heavenly Father, you will continue to do great things in their lives. That Heavenly Father, they will see and say that it is marvelous, it is awesome, it is excellent in their lives, oh God. We thank you and we worship you, for this is our prayer of faith and thanksgiving in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Comes from the book of Exodus 25, and we will start from verse 1 to 9. Kutoka wale wako na Biblia ya Kiswahili, Kutoka 25 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9. Exodus 25 from verses 1 to 9. Na kama tuko pale na tusome pamoja. The Lord said to Moses, "Tell the Israelites to make an offering to me. Receive whatever offerings any man wishes to give. These offerings are to be gold, silver, and bronze, fine linen, blue, purple, and red wool, cloth made of goat hair, lamb's skin dyed red, fine leather, acacia wood, oil for the lamps, spices for the anointing oil, and for the sweet smelling in the sun, carnelians and other jewels to be set in the ephod of the high priest and in the blessed place. The people must make a sacred tent for me, so that I may live among them. Make it and all its furnishings according to the plan that I will show you." We get our second reading from the book of Acts. The book of Acts chapter 10. Acts chapter 10 from verses 1 to 8. Acts chapter 10 and verses 1 to 8. If you are there, we can read together. There was a man in Caesarea named Cornelius, who was a captain in the Roman regiment called the Italian Regiment.